Uhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mangala News, karibu katika update mbalimbali, karibu katika taarifa mbalimbali za kiburudani na michezo. Tuna mengi ya kuzungumza, nina vingi vya kukwambia, hususa katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali. Hapa nazungumzia Simba dhidi ya RS Berkane, moja ya timu bora kabisa kutoka Morocco. Mchezo huu ambao unategemewa kupigwa mnamo tarehe 17 ya mwezi huu ama mwezi Mei. Klabu ya Simba ikiwa tayari kwenye maandalizi ya kusafiri kuelekea nchini Morocco kwenda kupambana na RS Berkane, timu mojawapo ambayo inafanya vizuri hivi sasa. Na ndio timu pekee mpaka hivi sasa tayari imeshatoa taji ama ile ligi ya Batola. Tayari RS Berkane wameshachukua taji hilo wakiwaacha nyuma FAR Rabat, moja ya timu bora kabisa. Tukumbuke tu FAR Rabat ndio timu ambayo anachezea mchezaji aliyekuwa katika klabu ya Simba, Beki Kisiki, Mkongo, raia wa Kongo. Leo tuko na mdau wa soka, yeye atakwenda kutuambia kwa kina taarifa ambazo tumezipokea. Katika klabu ya Simba tayari wameshatoa taarifa yao, wachezaji wawili watakosekana katika mchezo huu wa fainali. Basi hapa moja kwa moja namzungumzia Elia Mpanzu pamoja na Musa Kamara. Hawa ni wachezaji tegemezi. Ukisema wachezaji tegemezi lazima utataje majina yao, kwa maana ubora ambao wao binafsi wanao. Elia Mpanzu pamoja na Musa Kamara ndio wachezaji ambao wanaibua matumaini katika klabu ya Simba hivi sasa, ukiachana na Kibu Denis pamoja na wengine, lakini hawa ndio mainstream ama wale wachezaji katika klabu ya Simba, wachezaji wa kikosi cha kwanza wa daraja la juu kweli kweli. Kukosekana kwao, nini shida haswa na nini kitakachoenda kupelekea matatizo katika klabu ya Simba? Ndugu yangu, kama ulivyosikia ama vyombo vya habari vikiandika, wachezaji wawili wa Simba wanakwenda kukosa mchezo wa fainali, Elia Mpanzu pamoja na Musa Kamara ambaye ni golikipa. Kwa upande wako ukiwa kama mdau wa soka, unaenda kuiona wapi klabu ya Simba kwenda kufanikiwa katika tunasema fainali ya mkondo wa kwanza ambao unakwenda kuchezwa kule Morocco? Wachezaji hawa wawili kukosekana katika timu ya Simba, mtazamo wako ukoje kuelekea fainali hiyo? Hilo swala ni kweli. Mpanzu na bwana Kamara tutawakosa kwenye huo mchezo kwa sababu wana changamoto kidogo za kimwili. Yaani inamaanisha walipata majeraha kidogo wakiwa kwenye mazoezi. Kwa kutokana na hali hiyo, wale hawataweza kuwasili katika mchezo ujao. Okay, kwa klabu ya Simba sasa unavyoiona, kwa sababu hawa ndio wachezaji wakubwa wa daraja la juu. Elia Mpanzu ndio mchezaji sasa hivi anayeamua matokeo kwa 100%. Musa Kamara ndio golikipa ambaye anafanya save nyingi kweli kweli, na matumaini ya Simba hawatakiwi kupoteza ama kufungwa kwa goli nyingi. Unahisi Simba anakwenda kufanikiwa au Simba atakwenda kupoteza katika fainali ya mkondo wa kwanza? Kwa hapo siwezi nikasema sana kwa sababu kila kitu anapanga Mwenyezi Mungu, lakini kiufupi wale ndio tegemezi. Wewe unaonaje kwamba golikipa asipokuepo golini hiyo siku? Golikipa nambari moja asipokuepo Musa Kamara, kwangu mimi mpira utakuwa mgumu. Man of the match tunajua Simba inaokolewaga sana na kijana huyu Musa Kamara. So asipokuepo hatuwezi kumwamini Ali Salum, kwa maana tumeona katika baadhi ya mechi anafanya makosa mengi. Kwa hiyo kukosekana kwa Musa Kamara mimi kwangu nafikiri ni pigo kubwa kwa klabu kama ya Simba. Kwa hiyo hapo namaanisha, maana yangu sasa inakuja pale golikipa hayupo, kwa hiyo hilo ni tatizo. Na kiufupi ndugu yangu, Simba ina hali ngumu sana. Ina hali ngumu kwa hilo tukio. Okay, Simba ina hali ngumu kwa hilo tukio. Kwa hivi sasa tumeona Simba ikiwa na golikipa wake pamoja na Elia Mpanzu wamefanya comeback nyingi. Kwa maana kuna magolikipa wengi, kuna Ali Salum, kuna Aish Salum Manula. Nani unahisi anaweza kastahili kuchukua mikoba ya Musa Kamara katika mchezo wa fainali ya mkondo wa kwanza ambao unaenda kufanyika kule Morocco? Magolikipa wazawa wamebaki Ali Salim pamoja na Aish Salum Manula. Tunafanyaje ili sasa kwenda kuhakikisha tunaokoa
zile pointi 3 muhimu katika mchezo wa fainali ya mkondo wa kwanza kabla ya kurudi katika dimba la Benjamin William Mkapa ama Lupaso? Hapo tumweke yule tu mdakaji wa mikwaju wa siku zote. Yaani anaidaka mikwaju wa penalty ndo atakayekaa hapo. Kwa hiyo inamaanisha Ali Salum hapa anafaa kukaa kabisa. Kabisa kwa 100%. Kwa unaona uwezo wa Ali Salum kuelekea katika hii fainali kubwa kabisa, unahisi Simba anaenda kutoboa kwa Ali Salim? Yaani hapo sijajua, lakini tuwe na imani japo sio sana. Okay, wewe neno lako la mwisho sasa, neno la mwisho muhimu, nini haswa unakiona ama ni haswa unaweza kukizungumza kwa kumalizia kwa haraka juu ya mchezo huu? Matumaini ya Watanzania, manini cha kuwaambia watu, wanatakiwa wawe katika situation gani ili kuhakikisha mchezo huu unaenda kuchezwa? Matumaini yawepo ama matumaini yamepotea tukisubiri tu zile dakika za mwisho Simba waende kufungwa? Hapo tumwachie Mungu tu, sina neno. Yes, hapo tumwachie Mungu, sina neno. Mimi niseme tu Simba bado ina hali ngumu kweli kwa namna ambavyo mambo yalivyo. Kukosa kwa wachezaji muhimu ama key point kunaweza kwenda kupelekea Simba kupoteza mchezo huu. Katika ligi ya Tanzania, Simba ikiwa imebakisha pointi 1 ama alama 1 kufikia Young African. Simba mpaka hivi sasa wana alama 69, Yanga wakiwa na alama 70, uwiano ukiwa mzuri kabisa, na Simba ikiwa na mchezo mmoja mkononi. Kwa maana Simba kama itacheza mchezo huo na itashinda, basi moja kwa moja itakwenda kukaa katika nafasi ya juu. Hii ndio ligi ya Tanzania na hawa ndio mabingwa watarajiwa, Simba Sports Club, katika kombe la shirikisho barani Afrika. Lolote linaweza kutokea. Fainali ya kwanza inakwenda kupigwa kule Morocco, moja ya mji ambao mkubwa kweli katika engo ya kisoka. Je, Simba itafanikiwa ama itashinda katika mchezo huo na ije kumaliza nyumbani? Basi nafikiri mwalimu pamoja na benchi la ufundi wakiwa wao wameshazingatia kila kitu kuhakikisha mchezo huu unakwenda kuwa bora kabisa. Mimi na wewe tusubiri dakika 90 ziende kuamua nani anakwenda mbele, nani atarudi nyuma. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Kama bado hujafanya hivyo, basi unachelewa. Kwa kwanza kusubscribe katika YouTube channel yetu Mangala News kwa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo sisi tunakuandalia. Tuna mengi ya kukwambia. Unapofanya hivyo, basi moja kwa moja sisi tutakuwa tunakupa update mbalimbali kila wakati, muda wote. Kama bado hujasubscribe, unachelewa. Kwa kwanza, ili kuhakikisha upitu na uhondo wa habari kemkem kutoka kwetu, dondosha comment yako hapo chini, niambie Mangala News unaipata ukiwa wapi ama unatupata ukiwa mkoa gani? Penzi mtazamaji na msikilizaji wa Mangala News, mimi nikutakie kila laheri katika maandalizi ya kwenda kushuhudia mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane, ambao mchezo wa mkondo wa kwanza utapigwa kule Morocco. Asante na kwaheri.